Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 3 Agosti, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Petro Juliani Emaldi, padre na mwanzilishi wa shirika. Petro alizaliwa nchini Ufaransa mwaka 1811. Alijiunga na shirika la Mtakatifu Maria, lakini kwa kuwa afya yake ilikuwa dhaifu, aliacha akiwa malezi ya novisiati. Baba yake alipofariki mwaka 1831, alijiunga na jimbo na kupewa upadre tarehe 20 mwezi Julai mwaka 1834. Wakati alipokuwa na umri wa miaka 23, alifanya kazi kwa miaka 5 katika jimbo lake. Ilipofika mwaka 1839, majitoleo yake kwa Bikira Maria yalimsukuma aingie katika shirika la Mtakatifu Maria, ambapo alifanywa mkuu wa kanda ya shirika hilo kwa miaka 5. Alikuwa na ibada ya pekee kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Mtakatifu Petro alipata moyo wa kuendelea na kazi hiyo kutoka kwa Papa na kwa mwanzilishi wa shirika lake. Kwa hiyo alitoa maisha yake kwa shirika la Maria na kuongeza bidii ya kulisaidia shirika jipya la Ekaristi Takatifu. Padre Petro alitumia pia muda wake kuungamisha na kushauri watu, na alikuwa baba wa kiroho wa seminari ndogo na baadaye gombera wa seminari ya La Seina Sumel. Shirika hili la mapadre na mabradha lilianza mwaka 1852, lakini halikuwa na kibali rasmi cha Baba Mtakatifu. Mapadre hawa walifanya shughuli zote zilizo za kawaida na za wenye daraja katika kanisa, licha ya kazi yao kubwa ya kuabudu sakramenti takatifu kutwa kuchwa. Mwaka 1858 Padre Petro alianzisha shirika la masista watumishi wa sakramenti takatifu. Masista hawa waliabudu Ekaristi Takatifu masaa 24 na kueneza upendo wa Mungu kwa watu. Padre Petro alihubiri kwa nguvu sana juu ya Ekaristi Takatifu, akionyesha ni kwa jinsi gani upendo wa Mungu upo katika Ekaristi. Na ili kueneza zaidi ibada kwa Ekaristi Takatifu, aliomba ruhusa katika shirika lake la Mtakatifu Maria ya kuanzisha vyama viwili, kimoja cha mapadre ambao walisali kila siku mbele ya tabernakulo, na chama kingine cha Wakristo walei ambacho baadaye kilitakiwa kiwe na tawi katika kila parokia. Kwa vile utume huu haukuendana na karama ya shirika lao, tarehe 13 mwezi Mei mwaka 1856 alipata ruhusa kuondoka shirikani na akaanzisha rasmi shirika la mapadre wa Ekaristi Takatifu. Shirika hili lilipata kibali rasmi cha Baba Mtakatifu mwaka 1863, na mwaka 1868 shirika lilikuwa na mapadre wapatao 16, mabradha 34 na nyumba 7 katika nchi za Ufaransa na Ubelgiji. Wanashirika waliwatayarisha watu wazima kwa komunyo ya kwanza ambao umri wao haukuwaruhusu kuhudhuria mafundisho ya katekisimu, au wale ambao hawakuweza kuhudhuria kwa sababu ya uzee. Utakatifu wake ulijulikana sana kutokana na maisha yake ya kila siku, kazi zake na utumiaji bora wa vipaji vyake.
Mbali ya kuweza kusoma mawazo ya watu mara kwa mara, alikuwa pia na kipaji cha kutabiri. Mtakatifu Petro kila mara alipenda kutembelea mahali alipozaliwa. Alifanya vituo vitatu. Kituo cha kwanza ni mahali alipobatizwa, cha pili ni mahali alipopokea komunyo ya kwanza, na mahali pengine ni kwenye makaburi ya wazazi wake. Mwaka 1858 Petro akisaidiana na Margareta Guilotti alianzisha shirika la masista la watumishi wa Ekaristi, ambao utume wao ulikuwa kuabudu Ekaristi takatifu masaa 24. Aliwahimiza wanashirika kufanya chochote ambacho kinawavuta watu wapende kuabudu Ekaristi takatifu. Mtakatifu Petro alianzisha kikundi cha mapadre cha kuabudu Ekaristi takatifu, ambacho ni jumuiya ya mapadre waabuduo Ekaristi. Padre Petro aliandika mahubiri kadhaa juu ya Ekaristi takatifu, na mahubiri yake yalisaidia kuonyesha utukufu wa Mungu katika Ekaristi takatifu. Alisema kuwa kuabudu kwa mapadre kunapendeza, na hivyo alisali kwa ajili ya kazi hii kila siku. Petro Juliani alikufa tarehe mosi Agosti mnamo mwaka 1868. Miujiza mingi ilianza kutendeka kwenye kaburi lake hata kabla mwaka haujaisha tangu kifo chake. Alitangazwa mwenye heri tarehe 22 mwezi Julai mwaka 1925 na kuwekwa katika orodha ya watakatifu tarehe 9 mwezi Disemba mwaka 1962 na Papa Yohane wa 23. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Petro Juliani Eilmaldi, padre na mwanzilishi wa shirika. Kama mtu anapenda, anaweza kumpokea kila siku Yesu wa Ekaristi, mwana wa Maria, tunda takatifu la tumbo lake. Yesu anaingia katika roho ambayo haina dhambi na anapumzika katika hori. Anatuunganisha naye kimwili na kiroho, na anabaki nasi daima akitufanya kuwa wapya. Rejea ya mwenye heri Yakobo wa Alberion. Watakatifu wengine wa siku ni watakatifu Lydia na Nikodemi. Mtakatifu Petro Juliani Eilmaldi, padre na mwanzilishi wa shirika, utuombee.